Mpenzi subscriber, natumai mahali popote uko mzima, uko fresh, buher. Mimi Rome niko sasawa, japokuwa joto ndo ilikuwa imezidi. Joto manake tuko msimu wa sama. Sama ndo imeanza msimu wa joto. Lakini tushukuru Mwenyezi Mungu. Hata ingawa hii joto inatupiga hapa, afadhali kuliko ile ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba tunaogopa siku ya kiyama. Kwa hivyo katika ile hali yoyote ile tusema alhamdulillah ala kulli hali, ikiwa wewe ni Muislamu. Sitaki kuhubiri manake subscribers wangu wengine si Waislamu, naheshimu dini yao, lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ilivyo ametupatia, ametujalia. Hiyo ni neema kubwa sana. Mpenzi subscriber, mji mkuu wa Kiev katika nchi ya Ukraine imeshuhudia milipuko chungu nzima usiku mzima jana. Mlipuko huo inasemekana ni kubwa zaidi tangu vita hiyo ianze miaka 4 iliyopita. Yaani hiyo miaka 4 yote vita vilikuwa vikiendelea kule Ukraine. Vita hapa na pale, nini na nini pale, Russia anapigwa, huyu anampiga, hivyo. Lakini jana mji mkuu wa Kiev, mji mkuu wa Ukraine, Kiev, imepigwa, imekomolewa, imechapwa ajabu. Na hiyo mchapo huo ni kubwa zaidi tangu vita vianza miaka 4 ilivyopita. Viongozi wa nchi ya Ukraine ikiwemo Rais Zelensky na wakuu wa majeshi wamesema Ukraine haijawahi kushuhudia milipuko na kuchapwa mchapo huo. Inasemekana mfililizo wa makombora na madrone imechapa sehemu mbalimbali katika mji huo mkuu wa Kiev, ambapo uharibifu mkubwa na maafa yameripotiwa na yameshuhudiwa. Hii inakuja baada ya Urusi kutangaza ya kwamba raia wa kigeni ambao kwamba wako katika nchi ya Ukraine, hususan mji mkuu wa Kiev, waondoke mara moja, na raia wa Ukraine ambao kwamba wako karibu na sehemu za jeshi, miundo msingi za jeshi na za ulinzi, waondoke mahali hizo mara moja, manake mvua na msururu wa makombora na madrone zitafuata. Hii ni mara ya kwanza Urusi kutangaza kwa raia wa nchi za kigeni wanaoishi Ukraine kuondoka mara moja. Wadadisi wa kisiasa wanasema sasa hii ndio mwanzo wa mfililizo ya kumaliza, yani kumalizia hiyo miaka 1, miaka 2, miaka 3 ilikuwa Urusi anapiga hapa na pale na anatoa sehemu, anapiga pale anatoa sehemu. Sasa anataka kufanya ile final push. Wazungu wanasema final push. Ushindi. Kumbuka mpenzi subscriber, Ukraine wanasaidiwa na nchi kadhaa, mamia za nchi duniani, na Urusi iko peke yake tu, ingawaje kuna fununu China na nchi ya Korea Kaskazini na Iran inamsaidia. Lakini kwa wingi Ukraine anasaidiwa na nchi za magharibi na Marekani na nchi zingine nyingi ikiwemo Israel katika vita dhidi yake na Urusi. Mpenzi subscriber,
Imesemekana katika milipuko hiyo Urusi ilitumia kombora 2 ya aina ya Orensk. Hii ni kombora special ambayo kwamba inachukua nguvu za kinuklia ama silaha za kinuklia. Ina uwezo wa kubeba silaha za kinuklia. Na hiyo ni kombora inakuja, hauwezi ukajua imekuja vipi. Kombora kwanza inakuchapa na mvuke ya joto, kisha inakupiga, kisha inasambaratisha hiyo sehemu, na hiyo inasambaa kwa umbali kilomita kadhaa kwa uharibifu na athari ya mpigo ya hilo kombora. Na hiyo kombora imeandamana na makombora zingine na madrone, mamia ya madrone. Mpenzi subscriber, viongozi wa hiyo nchi ya Ukraine na viongozi kama wa kijeshi kama vile nilivyosema, wamesema hawajawahi kuona mpigo walivyopigwa tangu vita vianze miaka 4 sasa. Wacha tuone itakuwaje baada ya Mrusi kusema kwamba raia wa kigeni waondoke na raia wa Ukraine waondoke katika sehemu za majeshi ama mahali makambi za majeshi wasongee mbali. Nini itatokea? Kaa hapo. Mimi ni The One Man Army TV. Asante sana kwa kusubscribe, asante sana kwa kunivumilia. Manake mimi nawatatizwa sana na YouTube, wananitatiza sana nikipost mambo fulani hapa nafungiwa napatiwa naonywa ndio saa zingine munioni Kwa hivyo kwa wale ambao wamesubscribe, asanteni. Kwa wale ambao kwamba hawajasubscribe, naomba msubscribe tupate kupatiana nguvu na kuinuana na kupata habari kemkem. Na vile kama uko na nafasi, tembelea channel za ndugu zetu wengine pia huko, nao upate habari kule, alafu uko mpena hapa, sababu mimi nakupatia, si propaganda, nakupatia habari vile inavyokuja. Mwisho kabisa, kinachoendelea kule Mashariki ya Kati ama Ghuba la Uajemi, kuna mazungumzo ambapo kwamba yakiwa kiendelea chini kwa chini kati ya Iran na Marekani ama Marekani na Iran, ambapo sasa Donald Trump ametangaza kwamba kuna uwezekano ya kwamba wamefikia makubaliano, na makubaliano hayo ambapo kwamba tayari Israeli imeyakataa, imeyapuzilia mbali. Wamesema kwamba Marekani ikikubali hiyo itaonekana Iran imeshinda, kwa sababu makubaliano hayo mingi zaidi ni yale ambapo kwamba Iran inaegemea kwa upande wa Iran, yani Iran inaitaka. Acha tuone itakuwaje, alafu nitakupasha habari na mengine zaidi. Mwisho kabisa, kwa upande wa Hezbollah, mpenzi subscriber, Hezbollah wanaendelea na mashambulizi ya madrone. Unajua wale wanajeshi wa Israeli walioingia ndani ya Hezbollah kuendeleza operation, walikuwa wanadhania hao Hezbollah hawana madrone, hawana ujuzi wa madrone, hawana nini. Bas wakaingia na mavifaro zao, Markava tanks, wakaingia na manini, wameingia, wamecross, wamevamia nchi, wameingia na wamesema wanataka kuingia zaidi ya kilomita 10 ndani. Sasa walipoanza kuvunja, wakaanza kukumbia watu wahame na nini, wanaenda kuvunja mahali, wakavunja. Sasa ikawa hiyo sehemu hakuna mahali pa kujificha. Sasa matangi ndio zimeonekana. Wale wanamgambo wa Hezbollah wakaona sasa hapo ndio nafasi. Unajua wale Hezbollah wanakaa tu kwa manyumba. Kwa hii vita sasa wana operate madrone peke yake, madrones. Mpenzi subscriber, madrones zinapiga kupiga zaidi ya matank 50, zaidi ya matank 50 ya Markava tank hizi vifaru
ya Israeli ambapo kwamba dunia inaisifu zimelipuliwa kadhaa. Hizi inaitwaje, hizi radar system zimepigwa kadhaa. Wanajeshi wanapigwa kadhaa. Kila siku wanauawa, wanapigwa na drones. Kwa hivyo drones hizo zinatumia fiber optic. Yaani hauwezi kufanya jamming. Jeshi la Israeli haiwezi kufanya jamming. Ikitumia fiber optic haiwezi ikafanywa jamming. Na unaweza kuoperate ukiwa umekaa ndani ya nyumba yako kwa kompyuta yako. Bora hizo madrones ziko juu, unaziwasha na computer remote control na zinaondoka zinakwenda, zimebeba vilupizi na ziko na kamera. Unaona tu mahali inaenda na inachukua, inaweza kuacha kitu fulani kagonga kitu fulani, inaweza kwenda ikapita hiyo kitu ikaenda ikazunguka kwanza kutafuta upande la, alafu kisha ikiona kama hakuna kule inarudi inachapa, na tena haina sauti. Kitu ambacho kwamba imewashangaza sana wanajeshi wa Israeli. Kwa hivyo ala kuli hal, inshallah nitakuja kuwapatia habari kuona vile mambo inakavyokwenda, lakini kwa sasa 82% ya vita vya Lebanon kati ya Hezbollah na Israel. Hezbollah wako kipaumbele 82%. Menpata 82% wako upper hands, wako juu, wamebobea kwa 82%. Wale Israeli 20%. Na habari inasema kwamba wameanza kulalamika na kurudi. Hao wanajeshi wa Israeli wanalalamika, walivuka mpaka na kuingia Lebanon. Sasa wanaondoka kule Lebanon, wana cross, wanafukuzwa na hizo madrone. Tena wale Hezbollah hawachapi, licha ya kuchapa wanajeshi wa kawaida, wanaendea wale makomandas wakubwa. Makomandos ama makomanda wakubwa wa jeshi la Israeli ndio wanaenda kuchapwa. Hawa Hezbollah wana madrones aba kwamba inachapa hii inaitwaje hii Iron Dome. Najua ile Iron Dome defense system. Yamba kwamba inasifika dunia nzima. Kuna drone inachapa hiyo mpaka hiyo Iron Dome inakuwa kama karatasi. Hisi maneno, tafuteni, fanyeni utafiti muone mtapata habari zingine. Si maneno yangu ya propaganda, mimi sizungumze propaganda. Sasa mimi watu walikuwa nasema, kwa nini Hezbollah hawakuitumia hizo madrones tangu kitambo? Sasa hizo wanaitumia madrones, inafanya balaa. Wayahudi wanakimbia. Mpaka wameamua kuweka net kwa hizo mavifaru, wanaweka manet. Kama net ndio wasigongwe. Lakini sasa ukifunika hiyo vifaru mzima na neti, driver ataingiaje ndani ya tank na atoke namna gani? Na nani ataweka? Na itawekwa wapi? Wakati unaenda kuweka tayari wameshakuona mkeo nje kule mnatandikwa. Sasa nani ataweka? Na yule ataingia kule ndani ni nani? Atatoka namna gani? Kama mmevalisha tangi net ya kuzuia madrone. Wadadisi wa kisiasa wa Marekani, wadadisi wa jeshi, mambo ya jeshi, wanasema jeshi la Israel wanafanya nini ya kiupuzi, yani useless action to cover themselves with a mosquito net. Why are they covering themselves or cover the Merkava tank with a mosquito net? And how, even if they enter how are they going to enter the tank and get out of the tank with
with a mosquito net all over there. It is impossible. Sasa jeshi kubwa yenye uwezo duniani jeshi kubwa ya Waisraeli inashindwa na jeshi ya kawaida tu hizi ya Hezbollah. Na kitu gani? Na drones ambayo kwamba inatumia fiber optic. Drone ya shilingi 100 ngapi? Ya $500. Unajua madrone 500 cheap. Alafu Israeli wanatumia ile kombora ya kuipiga hiyo madrone ya milioni. Hiyo kombora moja ni milioni. Hiyo ndio vita Iran ilishinda Marekani. Iran inatumia drone ya bei rahisi kupiga hawa inaitwa jamaa au hizi nchi za Kiarabu hizi na Marekani huko. Drone ya shilingi ngapi? Ya shilingi 500. Alafu wale Marekani na hawa wanatumia kombora ya mamilioni kuipiga nini? Kuipiga hiyo drone mdogo. Sasa imeshinda na nguvu. Tao imewashinda nguvu, imewalemea. Unaona hiyo maneno? Sitaki kucheka mseme natia mzaha, nikuwe serious, lakini mambo mengine ndugu yangu yanachekesha, kwa sababu drone ya Iran, unajua Iran ndio imewafundisha wa Hezbollah. Hezbollah wanapatiwa nguvu, wanapigwa jeki na IRGC, Islamic Revolutionary Guard, ndio mafunza hawa hawa Hezbollah. Imeleta balaa. Sasa hiyo drone inapiga kule upande wa Lebanon, alafu wa Israeli pia nao wamejikuta katika balaa, nakwambia. Wamejikuta katika balaa. Sasa waliingia kule Lebanon wakidhani watauteka karibu nusu ya Lebanon mpaka kule Litani River ama ziwa ya Litani. Kumbe hawakujua kinachokuwa kikiwa ngoja. Balaa, msururu wa madrones. Sasa hawa wanashindwa. Sasa tukiingia na tukipatikana na madrone, unajua drone inapiga mpaka vifaru. Na hiyo manyumba ambao mko mkijificha yote imebomolewa. Nyinyi wa Israeli, nyinyi ndio mmebomoa. Unaona wa Israeli ndio walibomoa manyumba. Wa Israeli ndio walibomoa manyumba na magorofa ili kuhakikisha watu wamehama huko. Kile ambacho kwamba hawajui, hao Hezbollah wako kwa ardhi kule milimani huko, wamejificha kwa mahandaki na wanaona tu kama kompyuta. Mpenzi subscribe, unaona hii maneno vile ilivyo moto. Mwisho kabisa tukiacha mambo ya nini, tukingoja tukiangalia hatima ya Israeli kuhusiana na masala ya Hezbollah. Kumbuka Iran imeweka moja ya amani ili Iran ikubaliane na mambo ya amani. Masharti moja ya Iran ni kusimamishwa na kukomeshwa vita, uvamizi wa Lebanon na Israeli. Hiyo pia iko. Kwa hiyo masala ya mazungumzo. Wacha tuone itakuwaje. Mwisho kabisa, nchi ya Somaliland. Unajua kuna Somalia na kuna Somaliland. Somaliland ni nchi moja ambayo kwamba dunia nzima haijaitambua isipokuwa nchi ya Israeli. Sasa wiki iliyopita nchi ya Somaliland ilimteua mwakilisha mabalozi wake kule Israeli, kitu ambacho kwamba imeleta balaa kubwa sana, kwa sababu Somalia, nchi kubwa ya Somalia nzima, inasema kwamba Somaliland ni iko katika himaya yake katika ardhi hiyo. Kwa hivyo Somalia haitambui Israeli. Balaa iko. Na tena nchi ya Somaliland wanasema wanaenda kufungua ubalozi katika ardhi iliyonyakuliwa kutoka kwa Wapalestina.
na Waisraeli wanaenda kufungua ubalozi katika ardhi walioinyakua kwa Wapalestina kule. Sasa hiyo ni balaa. Wapalestina na nchi za Kiarabu, Misri, Qatar, Saudia na nchi zingine imekashifu sana uamuzi huo. Wameikashifu sana, wanasema hawaitambui. Wacha tuone itakuwaje. Mpenzi subscriber, bwaga hapa comment yako. Mimi ni The One Man Army TV. Asante sana kwa kusubscribe. Tukutane katika video nyingine.